Katika siku zijazo, makardinali wa kanisa Katoliki wanakusanyika ndani ya Sistine Chapel, chumba maalum ndani ya makazi ya Papa Vatican, kumchagua mrithi wa Papa Francis kupitia mchakato wa siri mkubwa ambao unaweza kuchukua siku kadhaa au hata zaidi. Hizi ndizo hatua kwa hatua za jinsi uchaguzi huo wa kipekee unavyofanyika. Maandalizi ya mkutano wa siri wa makardinali. Makazi. Makardinali wachaguliwaji, wale walio na umri chini ya miaka 80, huhamia katika nyumba ya wageni ya Santa Marta ndani ya Vatican. Wanaapa kutowasiliana na ulimwengu wa nje, kurekodi au kufichua siri za uchaguzi. Adhabu ya kuvunja kiapo hiki ni kufukuzwa kutoka kanisani, inaitwa excommunication. Ibada ya misa. Asubuhi ya siku ya uchaguzi, makardinali hushiriki misa katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro. Kuapishwa, makardinali wakiwa wamevaa mavazi maalum ya rangi nyekundu na nyeupe hukusanyika katika Pauline Chapel, chumba kwa maombi kabla ya kuelekea Sistine Chapel, ambapo uchaguzi utafanyika baada ya kuondolewa kwa vifaa vyote vya kurekodi. Agizo la extra omnes. Wahudumu wote wasio na haki ya kupiga kura huondolewa kwenye Sistine Chapel. Mchakato wa upigaji kura. Usambazaji wa kura. Makardinali hupokea karatasi za kura zilizoandikwa maneno Eligo in Summum Pontificem na mchagua kuwa papa mkuu. Kuchagua wajumbe wa uchaguzi. Wajumbe wanapewa nafasi ya kusimamia mchakato wa kuhesabu kura, scrutiners, kuwahudumia wapiga kura, wagonjwa, hii inaitwa infirmary, na kukagua matokeo, revisers. Upigaji wa kura. Kila kardinali huandika jina la chaguo lake kwa mwandiko usiotambulika. Anakunja karatasi mara 2 na kuapa kuwa amechagua dhamira safi mbele za Mungu. Kuhesabu kura. Kura huwekwa kwenye birika la fedha, huchanganywa, kuhesabiwa na kisha kusomwa kwa sauti. Kura zote huangushwa kwa sindano na kamba kupunguza hatari ya uchakachuaji. Matokeo. Mshindi lazima apate theluthi 2 ya kura. Kama hakuna mshindi, uchaguzi huendelea mara 2 kwa siku, asubuhi na alasiri. Ishara za moshi. Moshi mweusi hutolewa ikiwa kuna papa mpya. Moshi mweupe huaminisha kuwa papa mpya amechaguliwa. Pumziko la maombi. Baada ya kura 7 bila mshindi, makardinali huchukua siku ya maombi na tafakari kabla ya kuendelea. Uamuzi wa mwisho. Iwapo hakuna mshindi hata baada ya kura nyingi, uchaguzi hufanywa kati ya wagombea wawili waliopata kura nyingi zaidi. Papa mpya. Mshindi huulizwa na kardinali mkuu, je, unakubali kuchaguliwa kuwa papa mkuu? Akikubali, anakuwa rasmi papa hata kabla ya kutangazwa kwa umma. Hivi ndivyo kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, papa, huchaguliwa. Na uchaguzi huu unakwenda kuanza kufanyika siku chache zijazo baada ya siku ya jana, kwa maana tarehe 26, kuweza kumpumzisha papa wa kanisa Katoliki, Papa Francis, ambaye alianza kutumikia nafasi hiyo mwaka 2013. Kwa hiyo ameweza kuhitimisha mwongo wake mmoja na miaka kadhaa ya kulitumikia kanisa Katoliki duniani. Amekumbukwa na watu wengi na inaelezwa kwamba zaidi ya watu 250,000 walikuwa wamekusanyika katika mji wa Roma kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanamsindikiza mpendwa huyu. Bwana, hii ni Mbayu TV, ni kusihi kama bado haujasubscribe katika YouTube channel yetu, basi hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakupatia wewe kila siku na kila saa. Na pale Instagram tunapatikana kwa jina la Mbayu TV. Niite David Edward. Uwe na siku njema.